kitu kwa moyo wote, hana kasoro nacho. Kasoro zote zinafutika. Akikipenda kitu kwa moyo wote, kasoro zote zinafutika. Amen. Kwenye kitabu cha Wakorinto 13, Wakorinto wa kwanza ile 13, unaona anasema hivi, upendo hauhesabu mabaya, haujivuni, kuvumilia yote, kuchukua yote. Ameelezea ule upendo pale. Kwa hiyo shaya ya kumpenda Mungu, kiwango cha kumpenda Mungu, anasema kwa moyo wote. Hasazi. Yaani ndani ya moyo hasazi asilimia fulani ya kitu fulani. Yaani moyo wote ujawe upendo wa nani? Moyo wa mtu wote ujae upendo wa nani? Wa Mungu. Alafu anaendelea anasema kwa wote na kwa roho yapo yote. Maana yake kwenye duara la roho, lile duara lijazwe 100% kumpenda Mungu. Kasiwepo kipengele kenye dosari juu ya Mungu. Kenye dosari juu ya Mungu. Alafu tunaendelea hapa chini tena anasema hivi, na kwa nguvu zako zote. Manake uwezo wako wa kufanya jambo kwa nguvu zako kwa ajili ya Mungu, maana yake nguvu zote, sio kidogo, zote. Unapoamua kumpenda Mungu na kufanya kitu kwa Mungu kutumia nguvu zako, maana yake kifanye kwa nguvu zako zote. Tena anasema na kwa akili zako zote. Maana yake kwenye ufahamu wako, kwenye ubongo wa mtu, nafasi ya Mungu iwe 100%. Ndio upendo unaozungumzwa. Sasa kwa nini nazungumza haya? Nazungumza kati ya vipengele vichache ambavyo yaani upendo ni sehemu ya matunda ya Roho ambayo Yesu anataka, na ni matunda mazuri ambayo anataka ayaone kwetu, na asipoyaona anasema huu mti unakatwa. Unisikilize. Sasa upendo jinsi unavyopimwa kimungu, unisikilize, ni tofauti kabisa na unavyodhani wewe. Watu wanaweza wakakaa pamoja, wameshikana mikono namna hii, wanatembea. Mwanadamu anaweza kusema wanapendana, lakini hawajawahi kupendana. Na kama walipendanaga, lakini upendo haupo sasa katikati yao. Wanaweza wakalala pamoja, wanaweza wakala pamoja, wanaweza kufanya kazi pamoja, wanaweza kufanya shughuli fulani pamoja, lakini wasiwe na upendo wa kimungu ndani yao. Kwa hiyo upendo unaozungumzwa hauko kwenye tafsiri za kibinadamu, uko kwenye tafsiri ya kimungu, ambapo wengi, alafu kati ya watu waliowahi kufanyiana mabaya na kuumizana ni watu walioonekana wanapendana. Sema amen. Amen. Unakuta jirani fulani ndiye alimewahi kumuumiza mtu fulani, ambaye walikuwa kwenye kwenye kitabu cha Zaburi anasema tulikula pamoja, si ndio? Amen. Tuliabudu pamoja, lakini kumbe mwenzangu amekusudia kufanyaje? Kuniangamiza. Kwa hiyo tafsiri ya upendo iliyoko kwenye Biblia inayoweza kuzaa tunda, inayoweza kuwa tunda zuri, ni tofauti kabisa na mitazamo ya kibinadamu. Amen. Utagunduaje huyu ananipenda thabiti? Hebu sema amen. Amen. Unapoona mtu anatoka anamsema mtu fulani kwa ubaya bila kumsaidia, hana upendo wa kimungu ndani yake. Haleluya. Amen. Yaani unapochukua hatua ya kumsema mtu fulani kwa ubaya pasipo kumsaidia, upendo wa Mungu hauko ndani yako. Mungu akiangalia hauoni upendo. Lakini unapokuwa unaweza ukamsema, unatafuta umemsaidia, unatafuta suluhu ya kumsaidia huyo. Sema amen. Najua hujanielewa.
Sema amen. Amen. Mimi naweza nikaenda kwa babu, nikamsaidia babu juu ya jambo fulani, asinielewe na pengine ile tabia asisaidike. Sema amen. Lakini kwa sababu ya upendo naumia jinsi ninavyoona ana mwelekeo tofauti. Biblia inasema kwamba nenda kwa mtu mwingine, nenda kwa mtu mwingine. Sema amen. Amen. Umwambie tumsaidie baba, maana naona mwelekeo wake sio mzuri, kwa nia njema. Yaani sema amen. Amen. Yaani kumshirikisha huyu haikuwa kwa nia mbaya. Kitendo cha kumshirikisha huyu alafu msimsaidie babu, hakuna upendo wa kimungu ndani yake. Hebu sema amen. Amen. Alafu mkimsaidia babu, alafu tena mkaenda tena kumshema kwa wengine, hebu sema amen. Amen. Wakati ama babu amepokea ule ujumbe, amesaidika, hakuna upendo wa kimungu ndani yake. Sasa tunazungumzia tunda, kila mtu usiozaa tunda zuri. Sasa maana yake nini? Ukikosa hii sifa mojawapo ya kuonyesha kuzaa tunda zuri, yani ukiwa na tabia ambayo sifa ya upendo wa kimungu haipo, kuna kitu kinapunguka. Sema amen. Amen. Turudi tena kwenye kitabu chetu cha Wagalatia. Haleluya. Anasema tunda la Roho ni upendo. Tumelitazama kwa marefu na mapana. Alafu la pili ni furaha. Hebu sema amen. Amen. Furaha. Hili ni tunda. Yesu anatamani kuona tunda hili kwetu. Sasa furaha inayozungumzwa sio furaha ya kucheka. Mtu anaweza kawa anacheka lakini huku anapanga njama za kuua. Na ndio maana usije ukajifariji hata siku moja kwa namna ya akili ya kibinadamu. Wanaweza akasema una upendo lakini ndani mwako unasema kabisa mimi sina upendo. Kwa sababu anayeujua moyo ni mtu mwenye moyo. Sasa ukitiwa moyo na wanaokusema kwa nje, wanakupamba kwa nje, ukatiwa moyo, alafu ukalizika hapo, kaishia hapo, usitafute msaada, unaangamia. Yesu anakufia kana kukata. Tena anasema amani. Hivi vyote ni matunda ambayo Yesu anatarajia ayaone kwenye mti huu mmoja. Alione tunda la upendo, alione tunda la furaha, alione tunda la amani. Alafu tena anasema uvumilivu. Kule kwenye Wakorintho anasema hivi, huvumilia yote. Hebu sema amen. Amen. Maana yake upendo halisi ambao ni tunda halisi la Roho, hakuna siku unakata tamaa. Haujuti. Alafu tena utu wema. Unajua tunapozungumzia utu wema, hebu sema amen. Amen. Ni mtu kuwa na mawazo chanya kwa mtu kila itwapo leo, bila kujali madhaifu na mapungufu aliyonayo. Tunapozungumza utu wema ni ile dhamiri njema juu ya mtu fulani, juu ya jambo fulani. Kumbuka tunazungumzia mtu, mwanadamu, kwa sababu ndiye aliyebeba sura ya Mungu. Maandiko yanasema uwezo ukasema ninampenda Mungu, namjali Mungu, mimi namcha Mungu, ikiwa hauna uchaji kwa wanadamu. Na naomba niwatie moyo kitu kimoja, tushauriane. Hebu sema amen. Amen. Ukikuta kuna mazingira yanayokufanya ukose amani kati ya mtu fulani na mtu fulani, usijifariji kwa namna yote ile ukadhani uko salama. Hata kama vyanzo vya makwazo viko dhahiri, lakini kitendo tu cha kuwa hauna amani na mtu, hauna furaha na mtu kwa sababu fulani, hauko salama. Biblia inasema hivi, tafuteni kuwa na amani na watu. Hajasema wazuri tu, hajasema wema tu,
Hajasema wanaokufurahisha, hajasema wanaokusaidia, hajasema wanaokutia moyo, hajasema wanaokusema vizuri, watu. Sasa kile kitendo tu cha kuwa na mawazo hasi juu ya mtu fulani, tayari unaingia, unatoka nje ya upendo wa Mungu anaozungumzia kama tunda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunda linakosekana. Alafu tena hapa mbele tunaona anaendelea, anasema utu wema, fadhili. Fadhili. Sema amen. Amen. Nini? Fadhili. Fadhili. Fadhili maana yake ni? Fadhili maana yake ni ile kushiri, yani fadhili, kutumia vitu vyako, muda wako, mali zako, kitu chochote kwa ajili ya watu, yani si kwa faida yako. Sema amina. Ndio maana tunasema amen. Wafadhili, wale wafadhili wanapojenga shule, sio kwamba watoto wao wanakuja kusoma humo, sio kwamba wanafaidika na huo mradi. Wameachilia fadhila, wamefadhili, yani hawafaidiki na hicho kitu, ila ni kwa faida ya wengine. Ndio maana maandiko yanasema usijishughulishe tu na mambo ya kwako peke yako, bali na mambo ya wengine pia. Kwa hiyo fadhila. Alafu tena anazungumza uaminifu. Hebu sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo anasema uaminifu, upole. Upole. Hebu mnisikilize watu wa Mungu, na muda umeenda sana. Upole. Tunapozungumzia upole ni wanadamu. Upole sio ukimya. Mnisikilize vitu watu wa Mungu. Upole sio ukimya. Upole ni una tafsiri huku ndani. Unaweza ukawa mkimya lakini wewe ni muuaji. Ulishachinja, ulishatukana sana, ulishafyonya, ila umenyamaza kimya. Yesu anazungumza na Mafarisayo na Masadukayo na waandishi. Anasema mmejivalia ngozi ya kondoo, lakini ndani yenu ni mbwa mwitu wakali. Nyinyi ni wachinjaji, ila mnatembea kama